Baba Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Mbeya, Mwashamu Baba Askofu Agustino Shao, Askofu wa Jimbo la Zanzibar na Mthiwa, Mwashamu Baba Askofu Stefano Msomba, Askofu Msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Waheshimiwa mapadre wa Jimbo la Zanzibar na watawa na waamini wa Jimbo la Zanzibar, waheshimiwa mapadre wageni kama mimi, waheshimiwa viongozi wa madhehebu ya dini, ndugu zangu waamini wote kwa ujumla, lakini kwa namna pekee wazazi wa hayati Padre Anselmo Mwamba. Tumsifu Yesu Kristo. Nimesimama hapa kwa mambo mawili. Ya kwanza kwa ajili ya shukrani, lakini ya kwanza ni kwa ajili ya mapadri wenzangu wa jimbo. Kwenye ulika tuliokuja, mimi ni mmoja wapo wa wazee. Hii kimekuja tu, hakikuwepo. Kilichokuwepo ni cha pili, kuongea kwa niaba ya familia. Nitaunganisha vyote viwili. Naomba nianze na kile ambacho kinasubiriwa kwa hamu. Mwashamu Baba Askofu Agustino Shao, nimeteuliwa kati ya wanafamilia niweze kusema neno la shukrani kwa Mungu na kwa watu. Kwa ufupi, mengi yameelezwa vizuri. Katika nafasi adhimu tunapomsindikiza ndugu yetu katika safari yake hii ya mwisho hapa duniani, familia hii ya marehemu ni pana, lakini kwa maisha ya Father Anselmo tumeunganika pamoja. Kuna Wakatoliki wengi katika familia hii, na Wakatoliki hao kati yao kuna mapadre. Padre Mwang'amba aliyetangulia, nipo mie, na yupo ndugu wetu Father Isaac. Kwa hii familia hii ilikuwa na mapadri watatu na watawa wa kike wa kutosha. Wakatoliki wanachukua sehemu kubwa kwenye familia hii. Kundi la pili ni la wenzetu wa madhehebu, na wenyewe si haba, wako wengi, na ndani yake kuna wachungaji, akina Mwashu, akina Mwang'amba, hawa ni wao. Kundi la tatu ni la Waislamu. Humo ndani kwenye familia hii yupo shehe katika ukoo wetu. Lakini maisha ya Father Anselmo yametufanya hapa tuwe kitu hiki kimoja. Na wakati wa kutoa vipaji tumechangishwa wote bila kujali Mkatoliki, Moraviani, Muislamu, wote pamoja. Na hapa tuko wote pamoja, kitu hiki kimoja. Tunamshukuru Mungu. Sisi wanafamilia mchanganyiko na wa dini ya asili wako humu. Sisi wanafamilia ya mchanganyiko hivyo kutoka Mlima Ng'amba, wenye mchanganyiko aina hiyo, tumekuja kushuhudia mazishi ya Bwana Answell.
na wengi watashangaa, hata baba askofu mkuu Nyaisonga anashangaa, anaitwa Answell aliyelala huyo. Answell baba yake huyu mzee Karani Fuatanyuma alikuwa karani katika serikali ya mkoloni. Alikutana na wazungu wengi. Kwa hiyo watoto wake wote alikuwa anawapa majina ya wazungu. Anaitwa bwana Answell huyu hapa. Alipobatizwa mwaka 58 alipewa jina jipya linaloendana na akaitwa Anselmo Mwang'amba. Kwa hivyo leo tumekuja kusherehekea wito wake. Alipoitwa na Mungu akapewa jina jipya kutoka Answell kuwa Anselmo Mwang'amba. Amebaki hivyo na wito huo akiulea na kutetea hadi kuwa padri, na amekufa padri. Ni moja ya mapadri wa kwanza kabisa, hata angebaki Mbeya, wa kwanza kabisa. Angepata upadirisho tukiwa wote shule za msingi, mimi na wenzangu, lakini zaidi na wazee wetu wawili hao. Lakini alikuja kupata upadre, wengine tumeshaenda sekondari kwa sababu hapo katikati alichelewa kidogo. Alienda majeshini huku na huku. Ndio maana hata kutembea kwake alikuwa kama mwanajeshi. Niongee kwa ufupi mambo machache ambayo wanafamilia wangependa tuseme kwako Mwashamu Baba Askofu Agustino Shayo. La kwanza kumshukuru Mungu. La pili tunakushukuru wewe binafsi na wasaidizi wako wote na watu wote waliotajwa katika maelezo ya maisha ya Padri Mwang'amba, kwa upendo uliokuwa nao kwake mpaka dakika ya mwisho. Yote uliyotendeka ni kwa sababu ya upendo wako wewe. Walivyoona uhusiano wako na huyu padre, wote walifuata kukusaidia wewe mpaka dakika ya mwisho ya kuaga dunia hii. Padri Mwang'amba alikuwa na vitu vichache. Cha kwanza, alikuwa na upendo mkubwa sana kwa Zanzibar. Upendo mkubwa sana kwa Zanzibar. Nilipopata upadirisho mimi 93 pale Vwawa, wandugu wa familia hii waliona fahari watumie nafasi yangu kumshawishi Padri Anselmo arudi Mbeya. Kundi la kwanza ambalo walihangika sana naye ni marehemu Brigadier Anderson na Captain Elton. Hawa walifika mara nyingi kwangu wakiniomba huyu arudi Mbeya. Lakini mara ya mwisho kwa ufupi sana, Mwashamu Askofu hayati Chengula alikubali, kwa sababu alisoma wote Tosamaganga seminari, arudi Mbeya. Tulitoka wote Mbeya na Baba Elias Kingamkono ambaye mnamfahamu sana. Baba Askofu Chengula, Elias Kingamkono na mimi. Baba Askofu tukamwacha Dar es Salaam Konsolata. Mimi na Elias tukapanda boti tukaja hapa Zanzibar kwa mambo mawili. Moja, kumsindikiza Padri William Kingamkono kuja kufanya kazi ya utume hapa Zanzibar. La pili, kumshawishi Padri Mwang'amba. Na wakati huo Baba Askofu Chengula anatega sikio Konsolata Dar es Salaam kama amekubali hajakubali. Baba Askofu aliamini atakubali kwa sababu walisoma wote. Na hivi kwa vile sasa ni askofu wa Mbeya itakuwa ni rahisi. Nikaja nikaongea naye pale St. Joseph. Tukakaa pembeni, nikamwambia baba, pamoja na hayo baba amenituma tunaongea Kinyia. Akutishoni. Sema hiki. Sema anaomba bwana urudi Mbeya. Akasema nashukuru sana. Kwanza kuonyesha kwamba nanipenda. Shukuru sana. Lakini kwangu itakuwa ni usaliti. Kwa Zanzibar imenilea, na kwa Askofu Ngaviriau, Askofu Shao,
mapadre, watawa na waamini. Mimi nitabaki Zanzibar, takufa Zanzibar. Ila kamwambia baba askofu kwamba anashukuru kwa kumleta mdogo wangu, mjukuu wangu, umri wake na yeye tofauti kabisa, Padre William Kingamko. Nashukuru Elias Padre Sumkumradhi, Padre Elias kumradhi. Asante, nashukuru sana. Ile mwambie aendelee kuniletea wajukuu zangu. Ndio baba aliendelea kuwaleta. Na tukajenga uhusiano na vikajana na wakati ule ambaye alikuwa mkurugenzi wa mito na mimi nilikuwa mkurugenzi wa mito kwa Mbeya. Tukawa tunapeleka wa seminari Mbalizi. Kujenga uhusiano wa Zanzibar na Mbeya. Na leo nimekutana na baadhi ya wazazi ambao walipeleka watoto seminari ya Mbalizi. Alipofika Mbeya tukafanya tena ikawa kaja Brigadia Mwangamba na Ereton. Tukaenda kwa baba askofu. Mwangamba alikuwa likizo, tukaingia kwake, akasema maneno yale yale. Nitakuwa msaliti, nitabaki Zanzibar, ila nitaendelea kuwa na upendo na Mbeya vile vile. Ila baba askofu endelee kuwaleta wajukuu. Kwa hivyo watu wa Zanzibar mwelewe, pamoja na yote yaliyopita, Padre Anselmo alipenda sana Zanzibar sana. Sitaki kusema zaidi kwa sababu mahubiri yameeleza, baba askofu Mkunya Isonga ameeleza, maisha yake yameeleza. Alipofanya likizo zake zilikuwa za uchungaji, zilikuwa likizo za kawaida. Mguu kwa mguu, nyumba kwa nyumba, choo kwa choo. Alitembelea aliowajua wote, wawe ndugu wasiwe ndugu, mradi aliwajua, wagonjwa, wazee. Alijua familia za mapadre na watawa nyingi. Hicho kitu tunaendelea kukiona kwa askofu mkuu. Askofu mkuu naye Mbeya anawajua sana wazazi wetu. Aliwatembelea wazazi wote akiwa likizoni. Kwa likizo yake Mbeya haikuwa ya kupumzika tu. Alifanya na ubatizo huko kwa idhini ya maparoko husika. Na hapa kuna wengine wametoka Sumbawanga. Alifunga safari kutoka Zanzibar kwenda kuwabatiza wapi? Sumbawanga, wako humo ndani. Ndio matumizi ya likizo yake. Huyu maisha yake yalikuwa hivi, ya uchungaji wa aina hiyo. Alikuwa kiunganishi kikubwa cha familia. Alitengeneza magrupu ya WhatsApp na magrupu mengine ili kutoweka pamoja. Na alijua kabisa kwamba familia hii sio wa Katoliki tu, sio wa Moravian, ni wa Lutheri, wa nani, Baptist tu. Alijua ni mchanganyiko na Waislamu wamo ndani na wa dini asili wamo. Tafanyaje? Wakati wa likizo nafanya biashara ya kuunganisha. Na alifanya hivyo. Tunakushukuru sana baba Anselmo. Pumzike kwa amani. Tunayo mengi na tunapenda kuongea mengi. Lakini itoshe tu kusema baba askofu Agustino Shao, sisi Wanyiha tuna usemi mmoja sema wasalipa. Hao wanaokuzunguka hawa wanajua Kinyiha. Wasalipa. Jamani tamkeni wote wasalipa nkani. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Alikuwa na furaha na sisi kwa wito. Siku za mwisho alijifunua. Askofu mkuu aliwahi kutuunganisha kwenye tukio fulani kule. Akaniambia, Padre Ernest, hebu mkaribishe kaka yako hapa. Mmeona kwenye clip nyingi. Pale ndiye alisema jinsi anavyofurahi kwamba yeye ni padri wa kwanza katika parokia ile ya Vwao. Na kutokana na yeye matunda yamepatikana. Akiwaona askofu Mkunya Isonga na askofu Stefano Msompa, anaona ni matokeo ya sala zake na upendo wake kwa Mungu. Aliwaambia moja kwa moja pale kanisani Vwao. Tena Padre Stefano wanatoka kijiji kimoja Malonji. Alikuwa na furaha sana. Na sisi wote mapadri ambao tumewazawa pale Vwao, wote alikuwa anatuona kama ni sababu ya yeye.
na alipata wito wakati ule hata nchi haijapata uhuru. Kwa hivi amelala hapa na anatuona wawakilishi hapa, na hasa kipaona maaskofu hapa. Kwa imani anaenda moja kwa moja. Mungu ampokee. Raha milele mpe Bwana. Siwezi kuongea sana kwa niaba ya mapadi wa jimbo, lakini nayoongea haya sio nje ya mapadi wa jimbo. Ni maisha yake. Hata angekuja mwenyekiti wa mapadi wa jimbo, angeongea hayo maisha ya Padri Mwang'amba akiwa likizoni. Alijua utume wake mkubwa anaufanya Zanzibar, lakini Mbeya anatugawia kidogo kakiduchu wakati wa likizo. Alifanya kazi na alizunguka kila mahali, na ndio maana wako humu ndani, wako wa Sumbawanga, wako Tunduma, wako Mloo, wako Wavwawa, wako wa Mbeya mjini, wako wa wapi, wako mchanganyiko, wamekuja katika uwakilishi. Wote wamemjia yeye washuhudie kama kweli Anselmo ndio siku yake ya mwisho, na wanataka kuona analikwa kaburini. Pamoja na hayo yote, hatuwezi kumaliza yote. Itoshe tu kusema alipenda Zanzibar, alipenda watu wa Zanzibar, lakini alitupa imani kubwa na familia. Alipita katika nyakati ngumu ambazo sio lazima kuzirudia kuzielezea. Kwa wanafamilia tuliokuwa tunafikiri tutaona mtu aliyeshupaa na anayejificha, alikuwa na furaha. Uso wake ulikuwa umeharibika. Hata mwaka jana wakati jubilea miaka 125 ya jimbo, alifika Mbeya mwezi wa 5. Alifika, hakuficha uso, alikuwa na furaha. Wewe ndio unayesema uso ule umeharibika, lakini hakuona umeharibika. Aliona yuko sawa sawa na alikuwa na furaha na kila mtu. Padre Anselmo, upumzike kwa amani. Wanafamilia tunalambirambi ndogo. Wanafamilia naomba msimame, mje jamani, mshike mkono baba. Naomba mje upesi, muda umeisha. Waone tu tukio hili kwamba piteni tu. Huyu wa mbele Zambi ni mwenyekiti wa halmashauri lei jimbo la Mbeya, na ni mjomba wetu, ni mtoto wa dada ya Padre Anselmo. Zambi. Si katika umuhimu, na mshukuru sana baba paroko wa parokia ya Vwawa. Sisi wana familia, baba paroko simama wakuone kidogo. Na wana parokia ya Vwawa halmashauri wamekuja, msimame waone mliko wawakilishi na watawa
wa jimbo la Mbeya mliokuja kutoka Mbeya msimame. Mapadi wenzangu wa jimbo la Mbeya tuliokuja, naomba tusimame tena mara ya pili. Wanafamilia, tumefarijika sana kuona mapadi na watawa kutoka Mbeya wamekuja kumzika ndugu yetu na hasa baba paroko wao. Asante sana. Asante sana Padre Ernesti kwa kuwakilisha mapadre kutoka Mbeya pamoja na familia.